Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ni matumaini yangu kwamba wewe mzima, na maombi yangu ni kwamba palipo na madhaifu ndani mwako, Yesu akuponye. Mahali popote ulipo, ikiwa unapatikana Australia, Amerika, Canada, Afrika, Indonesia, mahali popote ulipo, Ujerumani, mahali popote ulipo, na ikiwa wewe ni mdhaifu wa mwili, haijalishi ni udhaifu wa aina gani, tunaye daktari mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa neema tuliopewa na Mungu na vipawa ambavyo tumevipokea kutoka kwa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ambaye ametupa mamlaka ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na wapate afya, basi mimi ninaamuru kila udhaifu wa mwili ambao uko ndani mwako ukuondoke kwa jina la Yesu. Yesu aliye hai akuguse na akuponye. Pokea neema hiyo. Bila kusahau, tunaendelea katika masomo yetu. Hii ni sehemu ya 6, ambayo katika sehemu hii tunakwenda kujifunza habari ya Roho Mtakatifu. Kumjua Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni upepo mkali wa Mungu ambao unaondoa kila siku mavumbi yote ya dhambi ndani ya maisha mapya ya Mkristo wa kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ninarudia hii. Usisahau kama kile ninachokifanya kwa sasa ni kukufunulia zile siri ambazo ulikuwa uzijui. Sikiliza. Ninaposema kwamba Roho Mtakatifu ni kama upepo ambao unapatikana ndani ya maisha ya Mkristo. Nataka nipate sentensi ambayo utanielewa kwa wepesi. Roho Mtakatifu ni upepo mkali. Labda hii itaeleweka. Ni upepo mkali wa Mungu. Upepo mkali wa Mungu ambao unaondoa na sio siku moja, ni kila siku. Huo upepo mkali wa Mungu unaondoa kila siku. Unaondoa, maana kazi yake kuondoa. Huo upepo mkali unaondoa mavumbi yote ya dhambi. Mavumbi ya dhambi ndani ya maisha mapya ya Mkristo wa kweli. Hii lugha nadhani itaeleweka. Sasa hapa nataka nifafanue ili unielewe. Nini maana ya sentensi hii ambayo nimetoka kueleza hapa? Maana yake ni hii: Wakristo tunaishi duniani, na Wakristo tumevaa mwili wa udongo, na kila Mkristo anayo madhaifu yake katika maisha yake. Yale madhaifu sio kwamba wewe ni mtenda dhambi. Hapana. Sio kwamba wewe unaishi maisha ya dhambi kila siku. Hapana. Kuna yale madhaifu ya mwili ambayo katika ulimwengu tuliomo na katika maisha haya, kila mtu ana madhaifu yake. Kuna mwingine madhaifu huenda hasira mara kwa mara, kidogo tu alishakasirika, anajaribu kuzuia, lakini anajikuta tu alishakasirika. Ni madhaifu.
Kuna mwingine ni Mkristo ameokoka, lakini ana tabia ya kuropoka maneno, na hiyo haipashi kuwa tabia ya Mkristo. Lakini anajaribu kujizuia, anajaribu kujikaza, haiwezekani. Anajikuta tu hata akiwa katika kundi la watu alisharopoka neno mbaya. Anakuja kujikuta ili neno nimelisema kimakosa, inakuaje? Basi hayo ndio yale tunaita mavumbi. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kusafisha hayo mavumbi kila siku katika maisha ya muamini. Haleluya. Kusafisha hayo mavumbi. Hayo tunaita ni mavumbi. Na kwa sababu ya kutokuelewa siri hii, wenzetu Wayahudi na imani zingine, ili aende kusali, kuabudu, mbele ya kwenda kuabudu, unawaona wanasafisha miguu na mikono, wananawa uso ili kusafisha vumbi kwenye uso, kusafisha uchafu wa mikono, kusafisha na miguu kwenye vumbi. Kama anavaa ndala nini, unakuta anasafisha, na kuna birika la maji pale, wanasafisha miguu. Maana yake kusafisha asiingie yu mwenye vumbi, yu mwenye uchafu katika nyumba ya Mungu, mahali anapokwenda kuabudu. Nadhani hapo utanielewa vizuri. Sasa kwa sababu hawa hawana ufunuo, hawa hawana siri, sisi wa Kristo tuko na ufunuo huo, tulifunuliwa siri hiyo. Ambaye anasafisha mavumbi yetu ni Roho Mtakatifu. Na ndio sababu kila Mkristo mahali alipo, akiona amepita huko na huko, amepita huko na huko, amezungumza na watu, amesema na watu vile, amekutana na makundi ya watu nini, lakini wakati atakapokuja mbele za Mungu, jambo la kwanza kila Mkristo huanza kuchunguza maisha yake, huanza kuchunguza alisema nini, huanza kuchunguza alitazama nini. Wakati mwingine unaweza kuwa katika kutazama ukahisi tamaa ya mwili. Wakati mwingine ulipita kwenye maduka ya watu, ukaona vitu vinapendeza, ukatamani labda ungekuwa na vitu vile, lakini uwezo wa kuvinunua hauna, lakini moyo ulijawa na tamaa. Sasa unakuta ukitoka huko unakuja na mavumbi, tamaa ilikuja imekujaa. Au kuiba, lakini tamaa tu. Unaona? Mwingine ulikutana na msichana mrembo ambaye amejaza kabisa, lakini katika kupita kuangalia, ndio wewe ni mchungaji, ndio wewe ni mwinjilisti, ndio wewe ni mtume, lakini kule kuangalia ukaingiwa na tamaa ya mwili, lakini haukuzini naye, ila tu kwa kutazama kwako tamaa ikakuingilia. Ndio maana Yesu akasema, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Sasa unakuja kujikuta tamaa ilikutawala wakati ule, lakini haukuzini naye, ila kwa mujibu wa Yesu Kristo anasema umekwisha kuzini. Sasa mbele ya kwenda kuabudu, mbele ya kwenda uzungumuze na patro wetu, uzungumuze na bosi wetu, uzungumuze na mfalme wetu Yesu Kristo, uzungumuze na baba yetu, inabidi sasa yale mavumbi yaondolewe. Ndio maana unakuta Wakristo wengi ambao wamebobea mara nyingi wanaweza mbele ya kuanza mambo yote anajichunguza, anajiangalia, anaanza na kutubu, anaanza na kuungama, anaungama, anakiri makosa yake mbele za Mungu. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kusafisha yale mavumbi, Haleluya. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Ila tusome andiko hapa. Tunaweza tukasoma andiko la Injili ya Yohana sura 3
mstari ule wa 5 hadi 8. Sura ya 3 Injili ya Yohana mstari wa 5 hadi 8 anasema hivi: Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Sijui kama nimepatia hapo, lakini nadhani tuko sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Mstari wa 7. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kisha mstari wa 8 unasema hivi: upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Haleluya. Napenda sana neno la Mungu. Tusikie Matendo ya Mitume naye anasema nini. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 2. Anasema, kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Haleluya. Kwa hiyo elewa kwamba tunasema Roho Mtakatifu ni upepo mkali wa Mungu, na ulionekana siku ile ya Pentekoste. Upepo mkali wa Mungu ambao huondoa kila siku mavumbi yote ya dhambi ndani ya maisha ndani ya maisha mapya ya Mkristo wa kweli. Haleluya. Ndani ya maisha mapya ya Mkristo wa kweli. Hivyo ndivyo ilivyo. Na unaweza kuona tu upepo mkali ukipita, mavumbi hivyo yana bahati. Mavumbi utaona yanaruka, majani, miti, nini. Kazi yao ni kusafisha, kuondoa, kutoa kilichokuwa mahali hapa kukihamisha kuweka mahali pengine. Lakini kwa maisha ya Mkristo sasa ni kuondolea uchafu wote ambao uko ndani mwako ili ubaki kuwa mtu safi. Haleluya. Lakini pia tunaweza kusoma kwenye kitabu kile cha Wakorinto sura ya 5, Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Haleluya. Wakorinto sura ya 10, Wakorinto wa pili sura ya 5. Tunasoma ili tuwe na uhakikisho wa kile ambacho tunakizungumza hapa kwamba kiko katika uhalali wake. Sura 5 Wakorinto wa pili na mstari wa 17 anasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Anaye kufanya uache mambo ya kale na kuyasahau ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndio anakubadilisha, anakufanya wewe kuwa mtu mwingine. Watu walikuona wewe ulikuwa mlevi, lakini ukijazwa Roho Mtakatifu unaacha ulevi, unaacha kunywa pombe. Ukijazwa Roho Mtakatifu ulikuwa mbea,
mtu wa kusutama mahabari ambayo hayakuhusu, Roho Mtakatifu anaondoa tabia hiyo. Unakuwa mtu mwingine wa tabia njema, wa tabia safi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo, hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Na hiyo kanuni hauwezi kuipangua. Ni kanuni ya kimungu. Ulikuwa mchawi, ukijazwa na Roho Mtakatifu, vipande vishuke, uchawi utautoa tu. Utauleta, tutaunguza. Lakini kama haujatubu uchawi ambao uko nao, hauwezi kujazwa Roho Mtakatifu. Paka utoe kwanza uchawi yako, uilete tuichome, na tutaichoma kwa jina la Yesu. Kama uchawi ndio inakusumbua, kama ulipewa uchawi na tate yako, kama ulipewa uchawi na shangazi yako, kama ulipewa uchawi na mama yako, kama ulipewa uchawi na myomba yako, kama ulipewa uchawi na rafiki yako au na ndugu yako, na unaona hii ni kipingamizi cha mimi nisione mbingu, leta uchawi, tutabuchoma kwa jina la Yesu, na wewe utakuwa huru. Utafunguliwa, utakuwa mtu huru sana. Yesu atakuokoa, tutakubatiza kwa maji mengi, na utajazwa Roho Mtakatifu. Utajazwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atakuwa anakuja kwako kama upepo uvumao mkali, kukupanguza mavumbi ya dhambi ambayo yatakuwa yanabakia ndani mwako. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo unaweza sasa kuamua leo. Unaweza kuamua leo kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukishaamini, tutakubatiza kwa maji mengi. Na baadaye Yesu Kristo atakujaza Roho wake Mtakatifu. Na utakuwa mtu safi, utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatapita, sasa utaenda na mambo mapya. Na Bwana akubariki sana. Na kuombea, lakini pia naendelea kukualika. Njoo kwa Yesu, kuna raha. Njoo kwa Yesu, utakuwa huru. Njoo kwa Yesu, kuna amani tele. Njoo kwa Yesu, bado anakupenda, bado anapiga hodi. Nafasi ingaliko. Milango iko wazi. Yesu anakuhitaji. Na Bwana akubariki sana. Amen.